Serikali ya Tanzania yatoa onyo kali kwa wote ambao wanashangilia no reforms no election. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Habari kubwa iliyosambaa kwa kasi kubwa kwenye mitandao ya kijamii ni ile kauli kutoka Mheshimiwa Msigwa ambaye alikutana changamoto ya kuzomewa alipokuwa akihutubia hivi karibuni kule Chuo Kikuu cha UDOM Dodoma. Msigwa alikuwa akizomewa na wanachuo waliokuwa wakiimba no reforms no election. Kama mwakilishi wa serikali amesema kuwa watakamata wale wote wanaochochea na kuibua taharuki ndani ya nchi. Msigwa ameahidi kwa vijana wa chuo wamekuwa wakitumika vibaya na baadhi ya makundi ya watu bila kuwao kujua wanajiingiza matatizoni. Ameweka wazi kuwa ilitakiwa wawe bize kusoma na kubuni miradi ya kuja kuingiza kipato badala ya kushabikia mambo ambayo yanaweza kuwapeleka babaya. Msigwa ameweka wazi kwa mujibu wa katiba, mtu yeyote akichochea migogoro basi atambue kuwa mahakamani anakwenda kukutana na hukumu ya kulipa faini milioni 5 ama kifungo cha miaka 3 jela ama vyote kwa pamoja. Amewaambia mapema swala hili kwa wale wanaoendelea kushabikia no reforms no election wajiandae kuingiza ama kujiingiza matatizoni muda wowote kuanzia sasa. Pia kubwa zaidi amesisitiza kuwa wale wote waliokuwa wakimzomea pale UDOM wajiandae kukamatwa muda wowote kuanzia sasa. Msigwa anadai kulikuwa na kikundi cha wanachuo waliokuwa wametumwa kuchochea hali ya taharuki. Amesema uchunguzi wa kupeleleza unafanyika na wote watakamatwa. Ametoa onyo kwa wote wanaoendelea kushangilia no reforms no election, akidai itakuwa ni kilio wakibainika. Msigwa alizungumza akiwa na jazba kidogo baada ya kupata fedheha kwa kusomewa na wanachuo inadaiwa wanaoiunga mkono Chadema kugomea uchaguzi mkuu mpaka mabadiliko ya katiba yatakapofanyika. Je, unadhani ni kweli mtu akitaja no reforms no election achukuliwe kama mchochezi wa kuvuruga amani ya nchi ama ni ukandamizaji wa uhuru wa kisiasa?